Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena YouTube channel yetu. Taswira ya kisiasa nchini Tanzania imechukua mwelekeo mpya wa kimataifa leo baada ya mtoto wa makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani cha Chadema, Tundu Lissu, kuibuka na kutoa ushuhuda mzito uliotikiza korido za bunge la Marekani nchini Washington DC. Tukio hili limezua mjadala mkubwa na taharuki ya kidiplomasia, likija katika kipindi ambacho kiongozi huyo wa upinzani anaendelea kushikiliwa gerezani huku akikabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini katika mfumo wa mahakama nchini Tanzania. Hatua hii ya mwanafamilia huyo imeweka shinikizo jipya kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan, hasa mbele ya jumuiya ya kimataifa inayofuata kwa karibu mwenendo wa haki za binadamu na demokrasia nchini. Kabla hatujazama kwa kina kuona kile kilichojiri huku Marekani na jinsi kilivyowekwa, chukua sekunde moja kubonyeza neno subscribe lililopo chini ya video hii. Mshangao na mjadala mkubwa wa kidijitali na kisiasa umeanza rasmi baada ya mtoto wa mwanasiasa huyu mashuhuri anayejulikana kwa jina la Agostino Lissu kusafiri ndani ya hadi nchi ya Marekani na kufika mbele ya kamati na maafisa wa bunge la nchi hiyo kubwa duniani. Katika hotuba na ushuhuda wake ulioguza hisia za wengi, Agostino Lissu ameamua kuvunja ukimya na kuelezea kwa kina mfululizo wa mateso, hofu na changamoto kubwa za kisaikolojia ambazo familia yao imelazimika kupitia kwa miaka mingi kutokana na harakati za kisiasa za baba yake. Ushuhuda huu umeweka wazi upande wa kibinadamu wa sakata hili la kisiasa ambalo mara nyingi umekuwa hauzungumziwi hadharani, ukiwalazimu wanasiasa wa Marekani kusikiliza kwa masikio na kwa makini mtikizo wa maisha ya familia hiyo ya Kitanzania. Kuelewa uzito wa jambo hili ni vyema kukumbuka mlolongo wa matukio ya kihistoria yaliyomfanya Tundu Lissu kuwa kitovu cha migogoro ya kisiasa. Lissu, ambaye ni mwanasheria nguli na mkosoaji mkuu wa sera za serikali, alinusurika kwa miujiza ya jaribio la mauaji mwaka 2017 aliposhambuliwa kwa risasi zaidi ya 30 jijini Dodoma. Baada ya matibabu ya muda mrefu nje ya nchi, alirejea katika siasa za ndani na mnamo mwezi Aprili mwaka uliopita wa 2025 alikamatwa kwa ghafla kufuatia mkutano wa kisiasa uliofanyika maeneo ya kusini mwa Tanzania. Tangu wakati huo, Lissu amefunguliwa mashtaka ya uhaini pamoja na makosa yaliyohusishwa na taarifa za mtandao na amekuwa akishikiliwa gerezani huku kesi yake ikiendelea kuvuta hisia za kipekee nchini. Mbele ya maafisa na viongozi hao wa bunge la Marekani, Agostino Lissu alifunguka na kuelezea kuwa tangu akiwa mtoto mdogo, maisha yake yamekuwa yale ya hofu ya kupoteza mzazi, kutengana kwa muda mrefu na kukabiliwa na mzozo wa mawazo unaotokana na vitisho vya kiusalama vinavyoikabili familia yao nchini Tanzania. Alisisitiza kuwa kuanzia shambulio la kinyama la risasi la mwaka 2017 hadi hatua ya sasa ambapo baba yake ametosea gerezani kwa mashtaka ya uhaini, familia hiyo imepitia maumivu makubwa ya kihisia. Ushuhuda huu unatajwa na wachambuzi kuwa umelenga kuionyesha dunia kuwa swala la Lissu ni si mzozo wa kisheria tu, bali ni jambo linaloangamiza ustawi wa familia yake na haki za kimsingi za kibinadamu.
Kauli hizi za mtoto wa Lissu zimepokelewa kwa hisia tofauti na zimeongeza uzito mkubwa katika mijadala inayorindima nchi ya Amerika kwa sasa. Inafahamika kuwa hivi karibuni mnamo mwezi Mei mwaka 2026, maseneta wawili mashuhuri wa Marekani kutoka vyama vikuu vinavyoipanga kisiasa waliridhia kwa pamoja kuwasilisha muswada maalum unaotaka kufanyika kwa tathmini ya kina juu ya uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi kati ya Marekani na Tanzania. Mswada huo unashikilia misingi ya kwamba misaada na ushirikiano wowote ujao unapaswa kuangaliliwa kwa hali ya demokrasia, utawala wa sheria na usalama wa wanasiasa wa upinzani nchini Tanzania. Mashambulizi ya mambo ama wachambuzi wa mambo ya kimataifa wanaamini kuwa ushuhuda wa Agostino unakwenda kuchochea na kuharakisha kupitishwa kwa muswada huo ambao unaweza kuleta vikwazo vikali au kupunguza misaada ya kigeni kwa serikali ya sasa. Hapa nchini Tanzania, wafuasi wa Chadema pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wamepongeza hatua hiyo, wakisema imemsaidia kuibua ukweli ulioko unaofichwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan na kuweka wazi mateso yanayowakabili wapinzani. Hata hivyo, kwa upande wake, serikali ya Tanzania imeendelea kushikilia msimamo wake wa kisheria, ikisisitiza kuwa nchi inaendeshwa kwa misingi ya utawala wa sheria na katiba. Viongozi wa serikali wameeleza kuwa suala la Tundu Lissu lipo mikononi mwa mihimili huru wa mahakama ambao utatoa haki kulingana na ushahidi uliopo bila kuingiliwa na shinikizo la ndani au kutoka kwa mataifa za kigeni. Serikali imebainisha kuwa Tanzania itaendelea kulinda uhuru wake wa kisheria huku ikishirikiana na wadau wake wa kimataifa kwa kuheshimiana. Mpenzi mtazamaji, safari hii ya kijana ya Tundu Lissu kwenda Washington DC na hatua ya maseneta wa Marekani kuleta muswada wa tathmini ya kidiplomasia inaonyesha kuwa ardhi ya siasa nchini inazidi kuchemka na kuvuka mipaka inayoweza kuathiri migawanyiko na kuleta migawanyiko nchini. Je, ushuhuda huu utaleta mabadiliko yoyote katika mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu, au ndio utakwenda kuharibu kabisa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani? Tuachie maoni yako sasa hivi katika uwanja wa comment section hapo chini ili tujue mtazamo wako. Hakikisha umesubscribe, kulike na kushare video hii kwa makundi mbalimbali ili zote tuendelee kwenda pamoja na tusiweze kupitwa na dondoo zozote za kisiasa hapa nchini.